kwanza na mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mathayo 11:12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu wauteka. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako mkuu. Asante kwa sababu ni majira yametimu ili tusikie neno lako, tupate kuumega mkate mezani pako. Nami Mungu, ninajiachilia mbele zako nikisii nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yangu, na neema yako itokayo juu iseme na moyo wa kila mmoja aliyeko mahali hapa, waguse na kuwaponya, watembelee na kuwahudumia kila mmoja sawa sawa na haja na kiu yake. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Unaweza kumshangilia tena Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Ujumbe ambao nataka kusema na wewe, nimesema tafuta nguvu ya Mungu. Kama kuna moja ya vitu vya muhimu katika maisha ya muamini, ni nguvu ya Mungu. Kama kuna moja ya vitu vya muhimu vya msingi kwenye maisha ya mtu aliyeokoka, ni nguvu ya Mungu. Nimeandika hapa, kosa vyote lakini si nguvu ya Mungu. Kwa sababu nguvu ya Mungu humpa muamini mamlaka ya kuamua na kufanya lolote katika maisha haya hapa duniani na yale yaliyo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena, kwa sababu nguvu ya Mungu huwa inampa muamini mamlaka ya kuamua na kufanya jambo lolote kwenye maisha ya hapa duniani, lakini hata katika maisha ya rohoni ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yenye nguvu ya Mungu ni tishio kwa maadui wanaokuzunguka. Maadui wanaokuzunguka wakigundua una nguvu, hata siku moja wakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maadui wanaotafuta maisha yako, wanaowinda ndoa yako, wanaowinda biashara yako, wanaowinda lolote unalolifanya ili wakuharibie, watafanya hivyo wakigundua hauna nguvu. Lakini wakigundua ndani yako kuna nguvu, uwaoni tena. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Juzi kati hapa nilikuwa naangalia kwenye mtandao, mama mmoja anatembea na buchi yake, akatokea mtu nyuma yake, papa akaenda na kijiti, akaenda mikono juu, ole wako geuke nyuma, mikono juu, geuka, angalia mbele huko. Yule mama akaanza taratibu kwa mpole, anainua mikono juu. Jamaa kabeba kamkoba, kabeba na nini, akaondoka navyo. Lakini alichokuwa amemnyoshea huko ilikuwa sio bunduki, ilikuwa ni kijiti. Mungu atusaidie.
Mungu atusaidie. Amina. Lakini alichoelewa yule mama, alijua ni nini bunduki. Alijua ni bunduki, akasema hapa nikigeuka tu ananiwasha. Na amemwambia ole wako geuke nyuma. Kigeuka nyuma tunakuwasha. Kituko kingine nikaona tena umo kwenye mitandao. Mwingine tena akafika akaleta vurugu, akaleta vurugu. Toa kila kitu. Kumbe jamaa alikuwa na cha moto ameficha huko. Jamaa wakati anaendelea kuatishia usalama, jamaa akavuta hapo akanyanyua namna hii. Aliponyanyua namna hii akafanya namna hii. Jamaa yule akawa mpole, ghafla akanywea maji pale. Akawa mpole, hana ujanja tena. Ni nini naongea? Naongea kwa habari ya nguvu. Kwa maana ya kwamba mtu yeyote akigundua wewe una uwezo kuliko yeye, hata kuhangaiki tena, hakufuatilii. Kwa sababu anajua huyu jamaa ukijichanganya tu anakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimekwambia hata ukibahatika tu nyumbani pako ukafuga mbwa wakali, watu wakatize ovyo ovyo. Yaani wakapita watu watatu wakaumwa na mbwa njia hiyo, utashangaa watu hawapiti tena. Wanaogopa, wanajua ya kwamba ukienda mahali hapa unaumwa na mbwa. Anaelewa ya kwamba mahali hapo kuna kitu fulani. Nisikilize, maisha yenye nguvu ya Mungu katika maisha ya muamini yanampa muamini kujiamini na kuishi bila uoga kwa lolote linaloweza kutokea kwenye maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Yaani ukitaka ukute muamini ambaye anajiamini, anapiga hatua katikati ya wachawi, katikati ya vita, katikati ya mahali ambapo hapana mwelekeo. Ukitaka uone muamini anavyojiamini, awe ana nguvu ya Mungu anatembea nayo, nikwambie kabisa anajiamini, hata bunduki kilipuliwa mbele yake haitamdhuru. Siki kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimkuta mtu ambaye ana nguvu ya Mungu na amejaa utiisho wa kimungu, haogopi chochote, hana wasiwasi na chochote, hata linalokuja mbele yake, hata wakimwambia njia hii hawapiti, yeye wala hana appetite. Kwa sababu anaelewa kitakachotokea atakayejichanganya mbele yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Nisikilize, nataka unielewe vizuri hapa. Haya maisha ninayoyaongelea, ukiyaelewa vizuri na ukayajua vizuri, utagundua kuna siri kubwa sana. Maisha yenye nguvu ya Mungu yanampa muamini kutembea ameshiba hata kama ana njaa. Yanampa kutembea kifua mbele hata kama mbele yake kuna vita. Hata kama mbele yake anaona maadui wanakuja, yanampa kujiamini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Gehazi siku moja alikuwa mtumishi wa Elisha. Siku moja wapo kwenye maeneo fulani, akashangaa wamezingirwa na maadui. Maadui wanataka kuwamaliza. Akigeuka huko anakuta na mitutu, akigeuka huko anakuta na bunduki, akigeuka huko anakuta kuna hili, anageuka huko anakuta. Akatetemeka, akaogopa.
Haleluya. Akakimbilia ndani kwenda kumwambia mtumishi wa Mungu, tumekwisha. Huko nyuma maadui wametuzunguka, yani wako wengi, wana masilaha, wanaweza wakatumaliza muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu kwa sababu alikuwa anaelewa jeshi alilonalo, akamwambia, wewe dogo, acha kuchanganyikiwa. Unaogopa utu tuwili tutatu tu. Sisi tuna mambo makubwa. Sisi ni tishio. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Mungu, mfumbue macho aone. Mfumbue macho aone. Yeye alikuwa haoni. Mungu akamfumbua macho kuona. Alipoona akakuta, yani wale maadui wametangulia hapa. Akakuta nyuma kuna mijamaa ina maskadi, ina masilaha makubwa yanayotisha, kiasi kwamba wakilipua moja tu kanateketea kote, kanaisha kama jeshi. Amen. Kana nafikiri alipotoka pale alikuwa na ujasiri gani? Alitoka pale na anapiga muziki. Cha moto mtakipata, iendelee tu kutufuatilia, mtaona kitakachowapata leo. Akatoka ana ujasiri, akatoka ana ushindi tayari, hata kabla maadui hawajapigwa, lakini kwa sababu anaelewa walio nyuma yao ni wengi, wanaweza kuwatetea na ushindi ukatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nisikilize na kufundisha uelewe. Kikawaida tu huwezi kumiliki au kutawala kama huna nguvu. Huwezi kumiliki au kutawala kama huna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe nikupe picha ya dunia. Sasa hivi mataifa yako makubwa ambayo yana nguvu. Taifa kama Marekani sasa hivi ni taifa linaloonekana liko juu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Taifa kama Urusi ni taifa ambalo linaonekana liko juu. Juzi tu hapa Marekani wamesema kuanzia sasa misaada tuliyokuwa tunatoa hatutaki. Dunia nzima karibu imetikisika. Tutapata wapi? Wakiangalia takesi wanaleta misaada, wakiangalia kwenye malaria misaada, wakiangalia kwenye ukimwi misaada, wakiangalia kwenye magonjwa yasiyotibika ya misaada inatolewa na wao, na inaaminika karibia 40% ya fedha wanazotumia mashirika ya Umoja wa Mataifa yanachangiwa na Marekani. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na Marekani ndio maana akiongea popote watu nakuta wanaingia hofu. Urusi, Putin, Rais Putin wa Urusi amekuwa tishio duniani kote kwa sababu anamiliki silaha ambazo wengine hawana. Nuclear. Mataifa mengi hawana. Na jamaa anaongea lolote analotaka kuongea na watu wanashindwa kufanya chochote, maana wanajua wewe ukilopoka tu hapo utajipata cha moto. Na Mungu wakati anashambulia Ukraine alitangaza akasema ole wake mtu ajichanganye aseme anaisaidia tutakavyomshukia. Uliona watu walivyotamkia, watu wote kimya, na aliwaambia kabisa atakayejichanganya tunatumia silaha za nyuklia. Watu wote wakasema yule jamaa kwanza kitu chake hatukijui vizuri, muda wote anaweza kweli akalipua. Hakuna ile thubutu. Ninaongea kwa habari ya nguvu, ya kwamba tafuta nguvu. Ukitafuta nguvu ukawa powerful, ukawa na nguvu, nikwambie popote unaweza kutembea kifua mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi wanakupenda au hawakupendi, haijalishi wanakutaka au hawakutaki, maadamu una nguvu unaweza kuamulisha chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndivyo inavyokuwa. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa sababu ya nguvu kwenye dunia hii ni kumiliki fedha
kumiliki fedha na silaha ambazo mwingine hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu anamiliki fedha za kutosha, wewe ni shahidi. Hata hapa mtaani na huko kwingine unashangaa tu, kijana mdogo tu anamwambia shikamoo mzee. Kinachofanya mtu anamwamkia anazo. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Na kuna watu wana sauti kwa sababu ya mali walizonazo, kwa sababu ya fedha walizonazo, lakini wengine kwa sababu ya silaha walizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya mataifa makubwa kuwa na jeuri ni fedha na umiliki wa silaha kubwa kupita mataifa mengine. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Na kiroho ili Mkristo awe na nguvu, ili Mkristo awe na nguvu na mamlaka, liko chimbuko lake linalofanya huyu mtu awe sio wa kawaida, linalofanya mtu awe sio wa mazoea. Ipo chimbuko ambalo linafanya mtu anaweza akawa na supernatural power ya kuendesha kila kinachosimama mbele yake, ya kuendesha kila vita inayoinuka mbele yake, ya kuendesha lolote linalotokea mbele yake. Iko chimbuko la kuzalisha nguvu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kiroho, chimbuko la nguvu na mamlaka lipo kwa mtu kuwa na Yesu ndani ya maisha yake. Mtu yeyote ambaye amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ameshapata chimbuko la kuwa na mamlaka, la kuwa na uweza, la kuwa na nguvu ya kuamrisha chochote katika ulimwengu wa roho na kikawa katika ulimwengu wa mwili. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Fungua kitabu cha Mathayo 28. Mathayo 28 azia 16. Nimalizie kale ka paragraph. Biblia inasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hapa ndo nataka uelewe hapa. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikilize, hiki kisa ni kizuri na ni kitamu. Ukisoma sura ile 28 ukianzia mstari wa 51, 27 kuanzia 51 kuendelea, utaona Yesu alichokifanya wakati alipokata roho akiwa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba
alipokata roho alienda mpaka kuzimu. Shetani alipofika kule akamnyang'anya funguo za mauti na uzima. Alipomnyang'anya funguo za mauti na uzima, Biblia inasema siku ile alipokata roho, miili ya watu waliokufa ilifufuka kutoka kaburini, wakaiona inatembea Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe. Wafu waliokufa, kitendo kile cha Yesu kukata roho kilitibwa mpaka chini kwa watu waliokufa, wakatoka duniani. Sasa ametoka huko kwa Ibilisi, amekwisha mnyang'anya funguo, amezishika mkononi, ameshika mkononi funguo, anakutana nao wanafunzi, anawatangazia, anawaambia, nimepewa mamlaka, nimepewa uweza mbinguni mpaka duniani, duniani hapa mpaka kuzimu. Nimepewa mamlaka, nina mamlaka, ninawaagiza kwa mamlaka hiyo, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Anayeamini anaokolewa, anayeamini anabadilishwa kwa mwingine, anayeamini anatoka mwingine. Mamlaka ile akawakabidhi wanafunzi. Alipowakabidhi wanafunzi, mwishoni anawahakikishia, anawaambia, anasema, nami nitakuwa na ninyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Maana yake nini? Yeyote aliyempata Yesu kisawasawa na anatembea na Yesu kisawasawa, iko mamlaka ya Bwana huwa inaachiliwa juu yake, iko nguvu ya Bwana huwa inaachiliwa juu yake, iko neema ya Bwana huwa inaachiliwa juu yake. Na mamlaka hiyo, nataka nikwambie, ni tishio kwa dunia nzima, ni tishio kwa waliokufa na walio hai, ni tishio kwa matajiri na masikini. Nguvu hiyo ni tishio kwa ulimwengu mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Usione tunahubiri mbele za watu, katikati ya watu, ni kwa sababu tunaelewa mamlaka tulionayo, ya kwamba mamlaka tulionayo hakuna anayeweza kashindana na sisi, hakuna anayeweza kapigana na sisi, hakuna anayeweza kasimama na sisi akawa salama. Yeyote atakayesimama kupambana na mtu anayetembea na Yesu kisawasawa, nataka nikwambie, mtu huyo lazima atapigwa. Haleluya, haleluya. Yoshua wakati anapewa kijiti na Musa, wakati Musa ameondoka, kijiti cha kuendesha taifa la Israeli kiko juu yake. Mungu anaongea naye, anamwambia, kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, ndivyo nitakavyokuwa na wewe Yoshua. Nyayo zako popote utakapokanyaga nimekupa, na maadui watakaotokeza mbele zako wataanguka mbele zako. Kitakachofanyika watapigwa huku. Naona ni kwa sababu Bwana akiwa upande wako, hakuna aliye juu yako. Hayupo tena aliye juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, usicheze na nguvu na uweza wa Bwana kwenye maisha ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tangu siku mtu anaokoka, huvikwa nguvu ya Mungu na mamlaka ya kiungu ambayo ndani yake anapotembea nayo huwa anatembea na mamlaka, anapotembea nayo huwa anatembea na nguvu, anapotembea nayo huwa anakuwa anatembea na ulinzi, anapotembea nayo huwa anakuwa anatembea na ushindi, kwa sababu ushindi wake hautegemei nguvu alizonazo, lakini ushindi wake
akiwa bado ni kijana mdogo, akiwa bado ni kijana mwekundu, akiwa bado ni kijana anayeonekana kama hawezi. Nisikilize. Goliathi alipomwambia njoo leo, chakula mwili wako itakuwa chakula cha ndege, Daudi alianza kuongea maneno ya kutisha, akamwambia unanijia kwa fumbo na masilaha makubwa, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, kama Bwana aishivyo, alivyosimama nami nikaua simba na dubu, nina uhakika atapigana na wewe, atakumaliza. Nisikilize, ni kwa mawe tu. Goliathi pamoja na masilaha alipigwa chini akafa, pamoja na mwili mzima kuwa na ulinzi, lakini alipigwa akaanguka. Kilichokuwa kinapigana na Goliathi hayakuwa yale mawe, kilichokuwa kinapigana na Goliathi ni Mungu mwenyewe. Alipigana naye akafa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naongea kwa habari ya nguvu inayotenda kazi kwenye maisha ya mtu aliyeokoka. Nisikilize, nguvu ya Mungu ikiwa juu yako, wewe sio mtu wa kawaida. Hata kama wanasema hujaenda shule, nikutangazia nguvu ya Bwana inayotembea na wewe, inakufanya unakuwa sio mtu wa kawaida. Pesa hauna, lakini nguvu ya Bwana inayotembea na wewe inaweza kuamuru pesa toka kaskazini, toka kusini, magharibi na pande zote zikaja mbele zako, kwa sababu vyote ni mali ya Bwana. Una haja ya kuchanganyikiwa. Unachopaswa kuwa nacho ni Yesu ndani ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, unielewe na umkamate Yesu vizuri, itakusaidia kwenye maisha yako. Wengine tunatembea na Yesu tu, tumefunikwa na Yesu tu, na nakwambia kila siku tunapanda viwango kwenda viwango, tunaongezeka kiroho kila kunapokucha, tunaongezeka kiroho na kimwili na kiuchumi kila kunapoitwa leo. Kinachotuongeza sio elimu tu, kinachotuongeza hapana, iko neema ya kutembea na mkono wa Bwana. Nasema iko neema ya kutembea na Bwana. Hiyo neema ya kutembea na Bwana ni tingatinga katikati ya maadui, ni tingatinga katikati ya vita. Hiyo neema ya kutembea na Bwana ni ushindi pasipo na njia, ni njia pasipo na njia. Katikati ya bahari unapita pamoja na jina la Bwana, katikati ya misiba unatembea pamoja na Bwana, katikati ya vita unashinda na zaidi ya kushinda. Mpigie makofi Bwana Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, kuna mahali tunapoteana. Kuna mahali tunapoteana, na mahali tunapoteana tunatembea bila nguvu ya Mungu. Na makubwa wakati mwingine yanatupata. Ndio maana mambo ya kutisha wakati mwingine yanatupata. Ndio maana vita wakati mwingine inatupata. Nisikilize, na mara tu mtu anapoacha kutembea na Mungu, kwa maana ya kwamba mtu anapotenda dhambi, kwa maana ya kwamba mtu anapomkosea Mungu, mamlaka ya kiungu huwa inatoka kwenye maisha ya mtu, na mamlaka ya kimungu ikitoka kwenye maisha ya mtu, mtu anabaki ana ulinzi, mtu anabaki ana usalama. Akibaki ana ulinzi na ana usalama, nikwambie kupigwa ni wakati wowote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mwambie jirani yako, kama utembei na Yesu, kupigwa ni wakati wowote. Yaani kupigwa ni wakati wowote, kwa sababu kuna guidance, kuna ulinzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, wanaotembea na Yesu
Biblia inasema ya kwamba yamkini watakusanyana kutoka kushoto na kulia, magharibi na mashariki, tena watakusanyana si kwa shauri jema, kwa shauri mbaya, kwa lengo la kukupiga, kwa lengo la kuangusha. Biblia inaniambia maadui wote watakaokusanyana kwa ajili yako, Bwana akiwa upande wako, watapigwa na kusambaratika, watapigwa na kusambaratika. Kumbukumbu la Torati 28:7 anasema watakujia kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia 7. Watakujia wakijua tunamaliza, watatoka kila mtu anatafuta kwa kukimbilia, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe akuokoe. Pigie Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Pigie Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nisikilize. Wewe unajua kama kuna wakati kabisa unasikia ndani yako nguvu, yaani unasikia ndani yako fukuto, unasikia ndani yako utisho kabisa, unasikia ndani, yaani unasikia hapa kama shetani angekatiza hapa ni mnyoshe. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa hizo nyakati zinavyokuwa ukikaa vizuri na Mungu na ukamtafuta Mungu, na kwambia kuna wakati network inakuonyesha ya kwamba uko kwenye wakati mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna wakati wewe unajiona na unajielewa. Hata sasa hivi unakuta kabisa mweupe, una kitu ndani, unasema hivi ni mshindi na nini, yaani kabisa unajikuta mweupe mkavu. Hata ukitaka kuomba huwa ni kitu, ukitaka kusoma Biblia huwa ni kitu, yaani mambo ya Mungu wewe unashangaa, unasinzia tunalala. Ukisema maombi usingizi, ukisoma Biblia usingizi, ukikamata hiki umetoka, ukikamata hiki utaki, ukikamata hiki umegoma. Nisikilize, nataka nikufundishe, nyakati zako unazielewa, nyakati zako na unapopita unajielewa. Ziko nyakati kabisa unasema sasa hivi ya hata pepo likikatiza ninalimaliza, hata mchawi likikatiza haliwezi. Lakini kuna nyakati unapita mpaka ukimwona mchawi unasema sisi nipite kona wapi asije akanigonga, kwa sababu najielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na nisikilize, unapoona hivyo, hiyo ni taarifa ujue ya kwamba Bwana anagundua maisha yako. Unapojigundua ukajiona ya kwamba ni mwepesi, ukajikuta ya kwamba ni wa kawaida, nisikilize, fuatilia kwenye maisha yako, kuna vitu haviko sawa. Fuatilia kwenye nyumba yako, kuna vitu haviko sawa. Unapojigundua ukaona ni mwepesi, ukaona maombi hayaendi, ukaona ukisoma neno haliendi, nataka nikwambia hiyo ni taarifa, ni alamu. Bwana nakwambia chunguza maisha yako, Bwana nakwambia chunguza njia zako. Kuna mahali hauko sawa, aidha kuna mahali umetenda dhambi, na kama hujatenda dhambi kuna mahali umeacha mlango wazi, maadui wanaingia na kutoka ndani yako. Kuna vitu wanapigwa, wanaharibu viendi, kuna vitu wameenda wamezibisha ndani yako. Maana maadui wanapoingia kwenye maisha yako, cha kwanza wanaanza kuzima spidi ya maombi, wanazima spidi ya neno, inazimwa spidi ya kumtafuta Bwana, inazimwa. Wanazima kila kitu ili ubakie mtupu. Akishagundua sasa ni mtupu, ndio anaanza kurusha makombora, ndio anaanza kurusha. Maana wanagundua uko mweupe. Mwambie jirani yako, kataa kuwa mweupe. Mwambie kataa kuwa mweupe. Mwambie kataa kutokuwa na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, nyakati kama hizi jiombee sana, jiombee sana, kwa sababu kuna mahali huwa unakuwa umeacha mlango fulani uko wazi. Kuna mahali huwa unakuwa umeacha mlango uko wazi.
Umelala lakini mlango umeacha. Umelala lakini mlango umeacha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefuatilia wanaolala mlango wazi kwa kusahau. Asubuhi akiamka anaamka anaenda kufunga mlango na kutoka wazi. Cha kwanza utashangaa mpira anaanza kukimbia ndani. TV ipo, redio ipo, friji yangu ipo. Anaanza kutafuta ndani. Kumbe alisahau mwenyewe aliacha mlango wazi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Nisikilize, ukiona ndani yako network ya Mungu hamna, ukiona ndani yako nguvu ya Bwana hakuna, kuna eneo umeacha mlango wazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na somo hili nimelileta kwa makusudi ya kwamba tafuta nguvu ya Mungu, nikimaanisha ya kwamba unahitaji kufunga huo mlango wako ambao adui anaingilia. Unahitaji kufunga, maana wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Na nikwambie hivi, ukiwa kwenye nyakati hizi, shetani akirusha kombora linakupata. Linakupata. Mwambie jirani yako linakupata. Usitegemee maombi ya mchungaji Nyanki ukasema hata ananiombea yule mzee halali anaamka saa 10 kila siku. Imekula kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo imekula kwako. Tangazo nalo kutangazia tunafunga na wewe funga, ni tangazo linalokuhusu ili asikupate mabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikwambie hivi, Mungu huwa anatenda kazi na wachanga sana. 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 Na hata mimi ninapoomba kwa ajili ya waongofu wapya ambao wana miezi miwili, mitatu, miezi 6 mpaka karibia mwaka, nikwambia hata nikitamka Bwana ana malaria ninaomba ponya. Malaria saa hiyo inanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Hata aliyeokoka mwenyewe ana wiki 2, 3, 4, 5 akisema Mungu ninaomba uniponye, nakwambia saa hiyo hiyo Mungu anafanyaga anaponya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Upite mwaka 1, 2, 3 umeshaielewa Biblia na neno la Mungu, uone kama Mungu anasimama na wewe kwenye ule gelegele. Hasimami na wewe ngoma. Anasema ninawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao. Tena sio wanitafutao kwa bidii ndio wanaofanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unataka mteremko tu. Niombe. Dini za siku hizi zote zinadanganya watu na watu wanashindwa kuelewa. Mpaka kabisa mtu anadanganywa, muweke mahala pema peponi marehemu, na yeye anasema amen. Jambazi Mungu amweke mahala pema peponi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe kama mshirika wangu nisipokuambia ukweli, tafuta nguvu ya Mungu. Nakwambia hautaona mpenyo. Hautaona ukitegemea maombi ya mitume na manabii. Hautaona mkono wa Bwana ukitegemea maombi ya mchungaji pekee, ukitegemea maombi ya wazee wa kanisa na washirika. Nakwambia hawataomba juu yako. Amen. Mimi nakupa taarifa. Amen. Mwambie jirani yako mchungaji anakupa taarifa. Hayo mambo unayoagizaga wa kuombea, hakuna naye mpaka hata siku moja, kwa sababu wewe huombi. Anayeomba ndio anapataga wanachama wa kumwombea. Mimi nakwambia anayeomba anatengenezaga network hata kwa watu wasiojulikana. Wakikuta tu mtu hapa wanasema anahitaji neema ya Bwana, anahitaji msaada wa Bwana, wanakuombea, wanakubeba. Kama hauombi hata wakubeba, hata tupige debe, hawataomba. Hata hapa nije nitangaze, jamani, mshirika mwenzetu anaumwa na malaria, yuko Muhimbili na madiripu. Mimi nakwambia kama ulikuwa huombi, mwambie jirani yako kama ulikuwa huombi, maombi ya hilo kanisa hayatasikiwa. Usifikiri Petro kutoka gerezani kanisa lilipoomba ilikuwa ni bidii tu ya kanisa kuomba. Hapana, ndani ya Petro kulikuwa na neema ya kuomba. Ndani ya Petro kulikuwa na moyo wa kumpenda Bwana. Ndani ya Petro kulikuwa na neema ya ziada. Mungu alipounganisha maombi ya wanaomba, akaangalia na bidii aliyokuwa nayo Petro, akatuma malaika wakaenda gerezani, wakamchomoa, akatoka naye. Haleluya.
kitu nataka nikwambie, huwa kunakuwa na mambo mawili yametokea. Moja, umetenda dhambi, au mbili, kuna mahali umeacha unatembea bila nidhamu za kiroho kama mwamini. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu nidhamu za kiroho kwa mwamini? Nidhamu za kiroho kwa mwamini unazijua? Nidhamu za kiroho kwa mwamini. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nidhamu za kiroho kwa mwamini, namba moja ni maombi. Namba mbili ni kusoma neno la Mungu. Namba tatu ni kuhudhuria ibada. Namba nne ni kufunga na kutoa. Namba tano ni kuwa na muda na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, hayo mambo niliyokutajia ndiyo yanayosababishaga mlango kuwa wazi na adui kuingia na kuharibu kila kitu kwenye maisha yako. Haleluya. Nataka Wakristo mashujaa. Nataka Wakristo majianti. Nataka Wakristo tishio. Nataka Wakristo ambao wako tayari kupambana na lolote. Haleluya. Haleluya. Yaani wale ambao wanasema hapa piga ua garagaza. Never. Hakuna anayeweza kupiga goti kwa Ibilisi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wale ambao hata wakija sasa hivi majambazi na mitutu wakasimama pale na pale. Wakasema haya, waliokoka, inua mikono juu, tunawapiga kwa risasi, tunawaua. Watakuwa tayari kuinua mikono. Pigeni, tutuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi kitokea bahati mbaya hapa, majamaa yakaingia mlangoni pale na hapa mlangoni na hapo dirishani na hapo dirishani. Yamevaa ninja. Haya, walokole wote wanaotaka kwenda mbinguni, inua mikono juu, tunataka tuwaishe kwa risasi. Wangapi watainua mikono? Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wanacheka tu. Mchungaji unasema tu, unaongea tu hapo. Yaani najua mabati haya yatafumuliwa bila kueleweka, hapa itakuwa njia. Watu watakola mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize. Usipotembea kwenye nidhamu za kiroho za Mkristo aliyeokoka, hauwezi kuwa na nguvu, hauwezi kuwa na mamlaka, hauwezi kuwa na upako. Usipokuwa mwombaji, usipokuwa na neno, usipokuwa mtu wa maombi ya kufunga na kuomba, usipokuwa mtoaji ukajitoa wewe na mali zako, usipojitoa kufanya kazi ya Bwana, nisikilize, kuna mlango umefungua. Huo ni mlango ambao adui anatumia kunyonya upako ndani yako, kunyonya nguvu ndani yako, kuzima taa iliyokuwa inawaka. Amen. Kuna watu taa zilikuwa zinawaka, taa zinawaka, hata kilala usiku anaota Mungu anampaisha, yuko juu, yuko juu, yuko juu, yuko juu, anaelea. Kale kawimbo ni naelea na kwenda mbinguni. Kale kawimbo kalikuwepo, anaona kabisa yuko hewani, yuko juu, anaona maadui wako chini, yeye yuko juu. Nisikilize, hiyo neema ndiyo ambayo Bwana ameikusudia ndani ya maisha ya kila mmoja, lakini tunaposhindwa kutembea kwenye nidhamu za kiroho, adui anaharibu maisha yetu yote. Amen. Na tunapoteza mwelekeo. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Haleluya, haleluya. Unapoangalia mambo yako tu mpaka mambo ya kiungu yanakufa, huku unaona wewe unaelekea shimoni. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, Biblia inasema kabla hujatoka tumboni nalikujua. Kabla haujatoka tumboni mwa mama yako, anasema nalikutakasa na nimekufanya kuwa nabii juu ya mataifa. Nisikilize, kila aliyeokoka amepewa kazi. Amina. Mwambie jirani yako, unajua kazi yako? Muulize, unajua kazi yako? Na unaifanya?
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, wengine kuimba ni nyongeza tu. Wengine kuimba ni nyongeza tu. Na wengine kuomba ni nyongeza tu. Lakini kuna wito ambao Mungu amekuitia. Kuna kazi ambayo Mungu amekuitia. Kuna wajibu ambao Mungu amekuitia. Na hakuna mtu ambaye analetwa kanisani akakaa bure hana kazi. Hayupo kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako hapo hapo ulipo. Mwambie hapo hapo ulipo. Mungu amekupa kazi. Haleluya. Haleluya. Na wengine wanajua kazi ni ile ya kumteua awe shemasi, ndio kazi. Ukimpa uzee wa kanisa ndio kazi. Ukimpa uchungaji ndio anasema kazi. Nisikilize, sio wote tumeitwa kwa namna moja. Amina. Haleluya. Efeso 4:11 na 12 anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa walimu. Na anasema alitoa hivyo kusudi kanisa lipate kujengwa, kusudi mwili wa Kristo upate kujengwa, kusudi kazi ya huduma itendeke. Nisikilize, amewapa watu karama tofauti kwa sababu kazi na Bwana ziko nyingi, kwa sababu kazi na Bwana zipo tele. Kila mtu ana kazi yake kwenye shamba la Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hujaokolewa ukaletwa hapa ukae bure. Hujaokolewa ukaletwa hapa ukae bure. Hapa kila mtu ameajiriwa na Bwana. Amina. Mwambie jirani yako umeajiriwa na Bwana. Mwambie jirani yako umeajiriwa na Bwana. Tena ajira ya kudumu. Tena ajira ya kudumu. Mwambie umeajiriwa na Bwana. Ajira isiyoisha. Hiyo ni mpaka utakapokata roho. Wewe unatafuta ajira tu kwa sababu haujui Bwana alichokuajiri kukifanya. Nisikilize, Bwana ana kazi na wewe. Haleluya. Bwana kuna kitu ameweka ndani yako. Kitachomoa maelfu ya watu kwa shetani. Kitachomoa wenye matatizo kwa shetani. Kitawatoa watu kwenye giza. Kitawatoa watu kwenye shida. Lakini ni kila mmoja akisimama kwenye zamu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nipo hapa kukunoa. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako upo hapa kunolewa. Haleluya. Mwambie kubali kunolewa. Haleluya. Yaani kuna watu ni wagumu. Mungu wakati mwingine anaongea mpaka kwa lugha ya ajabu, lakini watu wameziba masikio. Wanaziba masikio. Mwambie jirani yako sio miongoni mwao.